iko juu zaidi. Niliwaza pia hiyo kutokana na lile sekeseke linaloendelea kumkabili Blazetu Matonya, unajua Blazetu Matonya, ile sekeseke bado linaendelea kumkabili kule nchini Kenya. Katika zile 500,000 za Kikenya, kwa tukaambia huko kwetu sasa kama na milioni 10 hivi. Na niliona kwamba ameweza kuomba company kwa kaka Diamond aweze kumsupport kwenye hilo la kupata hiyo pesa. Sasa hiyo sio issue yetu kwamba Wakenya kupunguza bei, kushusha kodi ya mafuta, kupunguza gharama za maisha. Na dhani ile siku ambapo ilikuwa imelipuka bei, nilikwambia kwamba nilikutana na mtu aliye kujaribu kutoa hiyo hoja kwamba, na akasema kuna nchi ambayo wao serikali imeweza kufanyaje kupunguza kodi kwa wafanyabiashara wa mafuta, lengo ili mafuta yasipande bei. Na tuliona pia Kenya siku kadhaa chache sana tu hapa nyuma, na yenyewe pia ilipandisha bei ya mafuta, lakini sasa imeamua ishushe kodi, lengo kupunguza gharama za maisha. Rais wa Kenya William Ruto ametia saini muswada wa marekebisho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT wa mwaka 2026 unaopunguza VAT kwenye bidhaa za mafuta kutoka 16% hadi 8%. Umeona bwana, hiyo ni nusu kwa kipindi cha miezi mitatu. Hatua hiyo imefuatia kupitishwa kwa muswada huo na bunge la Kenya Aprili 16, 2027, ikiwa ni jitihada za dharura za kupunguza gharama za maisha kufuatia kupanda kwa bei za mafuta katika soko la dunia. Naibu kiongozi wa wengi bungeni Owen Baya amesema ongezeko la bei za mafuta linachangiwa zaidi na sababu ya kimataifa, ikiwemo migogoro ya kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati inayovuruga usambazaji wa nishati. Na ameeleza kuwa utegemezi mkubwa wa Kenya wa mafuta ya kuingiza kutoka nje unaifanya nchi kuathirika kwa urahisi na mabadiliko ya bei za kimataifa pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu. Kupunguzwa kwa VAT kunatarajiwa kushusha gharama za mafuta na hivyo kupunguza mzigo kwa wananchi pamoja na kusaidia sekta muhimu kama usafiri, viwanda na kilimo kuendesha shughuli zao kwa gharama nafuu zaidi. Hayo ndio ambayo yameweza kuzungumzwa kule Kenya, na ndio maana nimekwambia kwamba wenzetu nao pia walipandisha bei, lakini wameona wajaribu kuona kama wanaweza kushusha ili kuendana na hali ya mwenendo wa nchi wa nchi, hasa kutokana na vipato vya wenyewe wananchi. Lakini sijajua kwa upande wa sisi huku kwetu, ndio kama hivyo wabunge wetu kule bungeni wao wanaendelea kuona namna ya kuweka kodi kuongeza kodi kwa wananchi, ikiwemo kuongeza pia makato hata kwenye mawasiliano, ili kuona kwamba unapatikana pesa kufanya ukarabati wa barabara. Sijaona wakijadili kwa kasi zaidi swala hili la mafuta na ongezeko la mafuta na lawama za wamiliki wa magari ambao wao pia wameonekana kulalamika zaidi kutokana na bei ya mafuta iliyopo, na wao kuendelea kuwasafirisha kufanya huduma za usafirishaji kwa bei ile ile ya awali ambayo inayoendana na bei ya mafuta ya mwanzo, wakati hiyo bei ya mafuta ya sasa imekuwa tofauti. Nikawa nimekumbuka kwamba kwenye pitapita zangu niliona taarifa ya Hezbollah. Niliona taarifa ya Hezbollah, wanadai wao wanataka kuishambulia Israeli muda wowote. Hezbollah wanataka kuishambulia Israeli. Na wakati huo pia niliona taarifa kwamba
yawezekana Donald Trump akataka kujaribu kuzungumza na wenzie wanaodundana au tuseme sija nao wadunda, sio wanadundana kwa zamu, ili kuweza kuona kama wanaweza wakajaribu kufikia mwafaka ili jambo liweze kutulia. Lakini kundi la Hezbollah limesema kwamba linaendelea kuweka kidole kwenye kitufe cha kufiatua risasi, wanaitaga figa bullet, si figa nini kitaalamu zaidi, iwapo kutatokea usaliti kutoka kwa Israeli kipindi hiki cha usitishwaji mapigano nchini Lebanon. Katika taarifa, kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limesema wametekeleza mashambulizi 2184 dhidi ya Israeli kuanzia tarehe 2 mwezi Machi hadi tarehe 16 mwezi Aprili. Baada ya taarifa hiyo Trump ya kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa siku 10, Hezbollah imesema usitishaji wowote wa mapigano lazima uwe wa jumla katika maeneo yote ya Lebanon na haipaswi kuipa Israeli uhuru wowote wa kufanya operation. Israeli ilikubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 10, lakini Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisisitiza kuwa wanajeshi wa Israeli wataendelea kubaki kusini mwa Lebanon kipindi hiki cha usitishwaji wa mapigano hayo. Nimejaribu kuoanisha hizi taarifa ili tuweze kuona kwamba walichokiwaza ndugu zetu Kenya kupunguza kodi ili bei ya mafuta isipande zaidi, lakini pia vile vile mwanzo kabisa wakati bei kupanda, na nakumbusha tena tulikuzungumza hapa kwamba wengi pia waliwaza hivyo kwamba hakuna namna kwamba serikali ikaamua kushusha tozo kwa wauzaji na wasambazaji ili bei isipande sana, kwa kupelekea hatua ya kunyonya wananchi hasa wenye kipato cha chini. Niliona taarifa hapa leo pia kwamba Tanga pale bei watu wameanza kuweka bei yao mpya, madereva hasa wa daladala, na nimesikia bei ni kilio kwa wananchi japo sijapata nafasi nzuri ya kuweza kuifuatilia kwa undani zaidi kwamba imefikia kiwango gani, lakini nikasema kwanza hata kuangazia siku nyingine. Lakini pia moja ya mapendekezo ndugu yangu ulinidokezea siku moja kwamba ile sehemu ya buku itakuwa ni buku 800, si ni buku 2. Kazi ni hiyo. Bana